Rais Samia Suluhu Hassan ametoa kauli mpya kufuatia machafuko yaliyosababishwa na vurugu za uchaguzi, ambapo machafuko hayo yalisababisha uharibifu mkubwa kabisa. Lakini si kusababisha tu uharibifu mkubwa, lakini yalisababisha hofu kutanda miongoni mwa watu. Sasa katika makala hii tunaeleza kauli mpya aliyoitoa Rais Samia, lakini tutaeleza sababu zenye ushahidi kuhusu umuhimu wa kauli hii. Kauli yenyewe ni ipi? Kauli hii mpya ya Rais Samia Suluhu Hassan imetolewa na makamu wake ambaye alienda kumwakilisha katika kikao. Sasa akimwakilisha Rais Samia ametoa kauli akimwakilisha. Sasa akimwakilisha Rais Samia, makamu wa rais alisikika akisema, sasa namnukuu kauli yake hii, nikimaliza nitaeleza umuhimu wa kauli hii. Anasema, namnukuu: "Ni dhamira ya Rais Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba tunaanzisha mazungumzo ya maridhiano ili kuhakikisha hata hawa wachache wanapata nafasi ya kusikilizwa ili kuwa na taifa lenye amani na umoja na kuendelea kuwa mfano wa utulivu katika Afrika na dunia." Mwisho wa kunukuu. Hii ndiyo kauli ambayo imetolewa na makamu wa rais akimwakilisha rais. Kwa ni kauli ya Rais Samia Suluhu Hassan, amemtuma makamu wake aweze kuzungumza. Sasa kauli hii nataka sasa nikuelimishe. Msikilize mwalimu. Nataka nikuelimishe, uweze kupata elimu, uweze kuelewa. Kauli hii ina faida nyingi sana. Narudia, kauli hii ina faida nyingi sana. Faida zake ni zipi? Nitakupa faida mbili ya kauli hii. Kauli hii inaweka kipaumbele cha kwanza kuwa amani na mshikamano. Hii kauli inaweka kipaumbele cha kwanza kuwa amani na mshikamano. Kwa hivyo, kufuatia kauli hii, kauli inaomba maridhiano. Kwa hiyo basi, kwa sababu kauli hii ni muhimu, kauli hii ni nzuri na faida zake nimeanza kustaja. Kwa hiyo watu wanatakiwa sasa, wahusika waende wakazungumze maridhiano. Rais tayari amesema kwamba yuko tayari kwa maridhiano, mazungumzo ya maridhiano. Sasa kauli hii ni nzuri sana. Mazungumzo ya maridhiano pamoja na kauli hii ni mazuri sana kwa sababu moja, yanaweka kipaumbele cha kwanza kuwa amani na mshikamano. Ni kauli ya kuleta amani, ni kauli ya kuleta mshikamano. Kauli nzuri sana, kauli yenye busara. Kwa hiyo kamwe yasiachwe mazungumzo haya, wasije wakasusia watu kwenda, watu waende wakazungumze, mazungumzo yafanyike. Hii ni kauli inayoleta mshikamano. Ni faida ya kwanza. Kwa ni kauli ambayo inaweka kipaumbele cha kwanza kuwa amani na mshikamano. Lakini faida ya pili, kauli hii inatoa nafasi ya kueleza changamoto zilizopo. Kauli hii inaitisha maridhiano, mazungumzo ya maridhiano. Inasema hata wachache tuwasikilize. Kwa hiyo wanapewa nafasi ya mazungumzo ya maridhiano. Sasa hii inatoa nafasi ya kueleza changamoto. Changamoto ni zipi? Wanajua wahusika wenyewe. Wanajua hawa makamu wa rais
anawataja kwa jina, anatumia jina gani makamu wa rais kuwataja ambao anawaita. Kunaanzisha mazungumzo ya maridhiano ili kuhakikisha hata hawa wachache anatumia jina hawa wachache. Sasa hawa wachache wanapewa nafasi ya kueleza changamoto wanazoziona, changamoto zilizopo. Demokrasia haina maana kwamba kuwapa wengi tu, hapana. Hata wachache wanasikilizwa. Kwa hiyo wanapewa nafasi sasa ya kueleza kwamba mnaona changamoto zipi. Sijui changamoto ambazo hawa wachache wanazo kwa hakika, lakini pengine labda wanataka tume huru ya uchaguzi. Pengine wanataka haki za binadamu, labda wameona sehemu fulani haiko sawa, watazungumza, wataeleweshana. Lakini pengine watakuwa na vijana wao ambao wamekamatwa, kwamba pengine katika mazungumzo ikawa hatima ya waliokamatwa. Nipi hatima ya waliokamatwa? Kwa hiyo kauli hii ina faida mbili. Maridhiano yana faida mbili. Moja, yanaweka kipaumbele cha kwanza kuwa amani na mshikamano. Jambo zito sana, jambo zuri sana, jambo jema sana, jambo lenye faida. Lakini mbili, hii ni nafasi ya kueleza changamoto zilizopo. Kwa hivyo hii ni nafasi adimu mno kutolewa na kiongozi. Nafasi adimu sana. Ni viongozi wachache sana wenye moyo huu wa kutoa nafasi ya mazungumzo. Ni viongozi wachache sana wenye usikivu wa kiwango hiki. Sio rahisi kupewa nafasi kama hii. Ni ngumu sana. Nafasi kama hii hutolewa na viongozi wenye mapenzi mema na nchi. Kiongozi mwenye mapenzi mema na nchi pekee ndiye anayeweza kutoa kauli kama hii. Kauli ya maridhiano, kauli ya mazungumzo. Maana yake anaweka mbele nchi. Nchi kwanza kabla ya mambo mengine yote. Nchi kwanza. Anaipenda nchi yake. Sasa nafasi hii isichezewe. Hii ni nafasi adimu. Huwezi kuipata kokote nafasi kama hii. Ni nafasi ya kurejesha, nafasi ya kuweka mezani unachokitaka. Nafasi ya kuweka mezani unachohitaji. Nafasi hii isichezewe. Twendeni tukazungumze. Twendeni tukajenge nchi. Twendeni tukairejeshe. Tukaiendeleze. Tukaidumishe. Tukaendelee kuwa mfano wa amani duniani. Tanzania ndio nchi ambayo ukizungumza Afrika, nchi yenye amani duniani. Najua Tanzania, mimi nimekuwa Uingereza, nimekuwa Marekani, nimekuwa Canada, nimekuwa Uturuki. Ukisema natoka Tanzania, wanajua Tanzania ni nchi ya amani, ndio sifa ya Tanzania. Majirani zetu wote mambo si mazuri, lakini sisi kila ninakokwenda, kila nchi ninayokwenda duniani, pia kutoka Tanzania unaaminika haraka sana. Jamaa wana shida hawa. Kuna wengine wanakuuliza, "Sasa watu wa Tanzania umekuja kutafuta nini bwana?" Kwa sababu wewe sio mkimbizi. Unaambia nimekuja kutembea, sijakimbia nchi. Kwa hiyo tukazungumze, tujenge nchi yetu, tuendelee kuwa mfano wa kuigwa linapokuja suala la amani. Na wakumbusha, msikilize mwalimu. Tanzania ndiyo Geneva ya Afrika. Tanzania ni kisiwa cha amani, na tuhakikishe unaliendeleza hilo. Twendeni tukazungumze.